kuna hizi ndoto za kuota giza. Ndoto hiyo inakuwa na maana kuu tatu. Namba moja, huashiria uzito wa kufanikiwa kimaisha. Ni kama vile mtu tu amechukuliwa nyota yake na ikafunikwa. Namba mbili, hutoa taarifa juu ya roho ya mauti. Na namba tatu, huonyesha matendo ya uovu au dhambi chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo ambao unaniona kwa mara ya kwanza, unaruhusiwa kusubscribe kwenye YouTube channel yangu ili uendelee kujifunza zaidi fasili za ndoto na mafundisho mengine mbalimbali. Ndoto hii sasa, utajuaje kama giza hili linaashiria uzito wa kufanikiwa kimaisha? Kwa sababu namba moja nimesema ni uzito wa kufanikiwa kimaisha. Unapoota giza limetanda, hauoni njia, limetanda ndani ya nyumba, giza kabisa lile totoro. Unaona anga linabadilika na kwa giza. Basi fahamu kabisa wewe umeandikiwa kutokufanikiwa. Angalia hata wakati wa uumbaji wa Mungu. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 mstari wa 1. Utaona Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa na ukiwa tena utupu. Inasema giza lilikuwa juu ya uso wa maji na roho wa Mungu akatuama juu ya vilindi vya maji. Nikikupa reference kwenye Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 5 pia. Hicho kitabu nacho kinaelezea uumbaji wa Mungu. Lakini pale nako panasema nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuishinda. Hapa tunaona kwamba kabla ya hapo kulikuwa na maji, lakini hakuna kitu kilifanyika kama maendeleo ya uumbaji, kwa sababu giza lilikuwa limefunika vilindi vya uso wa maji. Kwa lugha rahisi, mahali popote ambapo giza limetanda kwenye ndoto, kwenye ulimwengu tu wa maisha ya kawaida, mafanikio huwa ni magumu sana kwenye hilo eneo. Kwa angalia hilo giza, kama linakutokea mara kwa mara, kuna roho iliyozuia na kuifunika nyota yako ili wewe usifanye maendeleo. Maana ya pili nimesema huwa inatoa taarifa juu ya roho ya mauti. Hususan ukiota ndoto umeingia ndani ya shimo, alafu lile shimo ukakuta lina giza sana. Hata kuzimu imetandwa na giza. Kwa ishara hii ni ishara nzito endapo ukiona unaingia ndani ya shimo au kwa mahali ambapo unashuka ni kwenye maporomoko makali sana, lakini giza limetanda. Hiyo inakuwa ni roho ya mauti. Hususan kwa mtu uliyemotea au kama umejiotea mwenyewe, basi shughulikia roho ya mauti. Namba 3 na ya mwisho nimesema ukiota giza pia huonyesha matendo ya uovu. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6:14, Biblia inaelezea tusifungiwe nila na wasioamini. Alafu inauliza swali, je, kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Kumbe yale matendo ya dhambi kwenye ulimwengu wa maandiko ni kama giza lililotanda mahali. Kwa hiyo unaota mara nyingi giza liko mbele yako, chukua hatua, tafakari kwanza njia za maisha yako. Kama utahitaji kuomba ili giza liondoke mbele yako, tumia andiko hili, kitabu cha Isaya 45 mstari wa 3. Mungu ndo anamwambia Isaya, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasili, upate kujua kwamba mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Kumbe kuna watu walikwisha kubarikiwa na Mungu kitambo sana, na huenda ikawa ni wewe unanisikiliza, ila tu giza ndo limezuia baraka zako. Biblia inaposema hazina iliyofichwa silini, inamaanisha huenda ikawa ni nyota yako, ni kazi yako, ni biashara yako, ni ofisi yako, ni kampuni yako, lakini imefichwa kwenye giza. Unapoomba mwambie Mungu, hii ni haki yangu, kumiliki ni haki yangu, kutawala ni haki yangu. Tiisha zile mali ambazo zinakuhusu wewe zisikaliwe na giza. Tamka kwa neno, na maombi hayo usiombe bila neno. Ndio maana hata Mungu alipokuwa analiondosha giza juu ya vilindi vya uso wa maji alitamka. Maombi ya kufukuza giza hayahitaji sana kufunga, hayahitaji sana kupiga magoti, yanahitaji sana neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Unatamka na vitu vinakuwa. Mwenye sauti hii ninaitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Namba ya simu unayoona hapo ni ya kwangu, ni rahisi tu kunifikia. Unaweza ukaitumia hiyo kuandika neno niunge kwa njia ya WhatsApp. Tutakuunganisha kwenye madhabahu ya maombi na maombezi pamoja na fasili za ndoto. Naomba niweke msisitizo, kama umewahi kuota ndoto yoyote na ikasababisha matokeo mabaya kwenye maisha yako, Mungu amenipatia dhamana. Kama ninaweza kuwa na maarifa ya kufasiri ndoto, basi nina maarifa pia ya kusababisha hiyo ndoto ikaleta mabadiliko na matokeo makubwa kupitia Mungu nayemwabudu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usikose mwendelezo wa mafundisho mbalimbali. Amen.